Sasa tuko na ndugu zetu wengine ambao kwamba wameona ya kwa sababu wao hawako katika nafasi wanaweza kutukana Daktari Oburu Odinga. Mimi nawaambia heshima si utumwa. Heshima si utumwa. Kama sisi wengi tumekubaliana ya kuwa Daktari Oburu Odinga ndiye kiongozi wetu, wewe ambaye kwamba ni mchache, ikiwa humtaki Daktari Oburu Odinga, tunakuheshimu maoni yako, lakini nenda kando, wacha sisi wana ODM tuweze kuendelea na safari yetu. Sijui kama tumeelewana. Kisha kuna wengine wana lazima, unajua kuna Waswahili tunasema kuna wale wanaitwa nyoka wa mdimu. Yeye hataki zile ndimu, lakini hataki mwingine ale ile ndimu. Hawa maasidi ni lazima wakomeshwe. Wewe kama hutaki kuwa na msimamo katika chama cha ODM, pisha kando. Tunajua wazi ya kuwa chama ambacho kwamba mko nacho ni gani, na karibuni itadhihirika. Wako na chama yao ambao kwamba wameform tayari, na mimi nimesikia ya kuwa wanajaribu kuongea katika mambo ambayo kwamba tunawaambia yale tushayafanya hapa katika Jomvu, title deed ambazo kwamba 3, yale ambayo kwamba tumekubaliana jana ni kumpatia nafasi Daktari Oburu Odinga aanze mazungumzo rasmi na chama cha UDA ikifika mwaka 2027. Wana Jomvu nawaambia tena, hatutaki nyenyenye. Mambo ni mawili, aidha tuko ndani ya serikali ama tunaunda serikali. Sasa mimi nimesikia wale wengine, na unajua kuna sababu kwa nini tumeamua tuanze kuzungumza na UDA. Baba alituacha katika broad based. Katika hali ya mazungumzo, hii chama ya ODM haijawahi kuwa katika chama ambao kwamba inafanya kazi kipeke yake. Chama ya ODM imekuwa mstari wa mbele kuzungumza na vyama vingine vya kisiasa. Tutakaa chini na UDA, na sisi tunasema ile ambao kwamba tumepatia mawaziri haitoshi. Tunataka deputy president wa Kenya awe ni mwana ODM, na sisi kama wapwani tumesema yule ambaye kwamba anafaa kuwa deputy president ni nani? Yule anayefaa kuwa deputy president ni nani? Sasa tuko na ndugu zetu wengine ambao kwamba wameona ya kwa sababu wao hawako katika nafasi wanaweza kutukana Daktari Oburu Odinga. Mimi nawaambia heshima si utumwa. Heshima si utumwa. Kama sisi wengi tumekubaliana ya kuwa Daktari Oburu Odinga ndiye kiongozi wetu, wewe ambaye kwamba ni mchache, ikiwa humtaki Daktari Oburu Odinga, tunakuheshimu maoni yako, lakini nenda kando, wacha sisi wana ODM tuweze kuendelea na safari yetu. Sijui kama tumeelewana. Kisha kuna wengine wana lazima, unajua kuna Waswahili tunasema kuna wale wanaitwa nyoka wa mdimu. Yeye hataki zile ndimu, lakini hataki mwingine ale ile ndimu. Hawa maasidi ni lazima wakomeshwe. Wewe kama hutaki kuwa na msimamo katika chama cha ODM, pisha kando. Tunajua wazi ya kuwa chama ambacho kwamba mko nacho ni gani, na karibuni itadhihirika. Wako na chama yao ambao kwamba wameform tayari, na mimi nimesikia ya kuwa wanajaribu kuongea katika mambo ambayo kwamba tunawaambia yale tushayafanya hapa katika Jomvu, title deed ambazo kwamba zilikuwa zimekaa tangu wakati wa ukoloni. Title deed tumekuja tukazitoa hapa juzi hapa Jomvu. Watu wa Owino Uhuru, title deed naja kuwapatia title deed zenu baada ya kufanyiwa mambo ya adjudication. Kila moja awe na title deed yake katika maeneo hii. Sisi tunawaambia kama hawana sera, kama hawana sera,
wajaribu kuuza sura. Unajua kuna wengine President juzi aliwaambia wafanye mazoezi na wale vyakula kidogo vya rotuba, wameinuka na wakasema ati rais anawatukana. Sasa jameni, kuambiwa kwenda gym unatusiwa kweli? Kuambiwa kwenda gym unatusiwa kweli? Mimi nauliza watu wa Jomvu, kuambiwa kwenda gym ni kutusiwa kweli? Kuambiwa usilale kwa mikutano unatusiwa kweli? Sasa sisi tunawaambia wale wenzetu, kama hamuna agenda, sisi tuacheni tuwaoneshe agenda. Agenda yetu ni mambo ya afya iweze kuendelea. Baba alituacha akasema baba care, baba hayuko, hatuko katika uongozi, tunajaribu kuweza kuendelea, na Mombasa inaongoza katika mambo ya afya. Baba alituacha akasema lazima kuwe na housing. Hii serikali imesema mambo ya affordable housing. Ni lipi ambalo kwamba utatuambia kuna tofauti? Baba alituacha. Kwanza hapa watu wa Jomvu ni wingi waliumia wakati tunatafuta katiba, wakati tunatafuta mambo. Kwanza hii Jomvu watu wetu wingi waliumia. Sasa tumeweka, na saa hii pesa inaenda kwa Kenya National Commission for Human Rights. Hawataki watu wetu waweze kupata fidia. Ndugu zetu wa hapa pale nilipo, kuna baadhi yetu sisi ambao kwamba waliumia, kuna baadhi waliweza kufariki. Mimi nawauliza watu wa Jomvu, yule ambaye kwamba anakataa muweze kulipwa fidia ni adui ama si adui? Yule ambaye kwamba anayekataa ya kwa ile sahihi baba aliweka ya kwa jambo la kwanza watu waweze. Sasa kama Ruto ameweka pesa, wewe hasidi yako ni nini? Wakati tunapigwa matiagas na marisasi, kuna wengine walikuwa wakisherehekea. Sasa tunawaambia hawa waliosherehekea, tuacheni na amani. Hii mambo ya kupigwa tiagas tunawaachia nyinyi. Tumeelewana, sio? Sasa mimi nataka niweze kusikia watu wa Jomvu hapa, kutoka upande ule wa barabara, kutoka huku katika kiwanja, ni wangapi hapa wanakubaliana na mimi ya kuwa chama cha ODM kianze mazungumzo rasmi na chama cha UDA? Wanyoshe mikono namna hii, wanyoshe mikono namna hii, wanyoshe mikono namna hii. Bwana, Jomvu umeongea. Mimi naomba huyu contractor yuko hapa, huyu contractor yuko hapa, Dan Manyala, Ali Sharif. Ile mimi nawaambia, kwanza zungumzeni na watu uzuri, waweze kuwapatia njia, barabara iweze kufunguka. Hatuwezi kubali barabara ambayo itakuwa ni zigzag, ama barabara ijengwe na badili ya gari napita baiskeli na tuktuk peke yake. Tumeelewana, sio? Yule alojenga kwa barabara, tutajaribu njia, tuangalie tutasaidiana vipi asonge, barabara iweze kupita. Barabara ikisaidiwa, mumesaidika nyinyi, si ndio? Pili, nataka kuambia, karibuni nitaanza program ya watu kuchukua vitambulisho. Nyinyi vijana wote nataka mchukue vitambulisho. Kila kijana achukue kitambulisho. Na baada ya kitambulisho, tunaanza program yetu ile ya skills mitaani. Vijana waweze kupata jinsi ya kuweza kupata jinsi ya ajira, sio? Na tukimaliza hiyo, asante. Tukimaliza hiyo, Dan na Ali, Dan Manyala ambia contractor, hawa vijana wa hapa, kazi ile ambayo kwamba inawezekana vijana wa hapa wapatiwe vijana wa hapa ajira, waweze kufanya kazi ya kujenga barabara zao. Si ni sawa namna hiyo? Tumeelewana mpaka hapo? Mimi nitarejea tena Jomvu kuja kufungua shule.